Bambam, swafi kabisa. Tunaanzia katika hasa michuano ile ya volleyball kwa wanawake. Timu ya taifa ya volleyball kwa wanawake, nazungumzia Malkia Strikers, wametuma taarifa kwa wapinzani wao wakiomba kwamba tupo tayari, na kwanza mara hii tupo na ubaya na jazba kubwa zaidi, manake mashabiki watakuwa wanafika hapa nyumbani katika michuano ya volleyball ya wanawake barani Afrika ambayo itakuwa inaandaliwa katika ukumbi wa ndani wa uga wa kimataifa wa pale Kasarani, na ni michuano ambayo itakuwa inashuhudia timu 16 kutoka kote hasa barani Afrika zikimenyana katika mashindano haya. Tusikize kauli kutoka hasa kwa makocha, na walipata fursa ya kutangamana na mwanahabari mwenzangu ambaye ni Collins Ouma, akizungumza nao kuhusiana na maandalizi yao, ufundi upi ambao watakuwa na tumia, na katika michuano hiyo tutarajie yepi. Collins, wajibu ni wako. Huku siku chache zikisalia kabla mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa volleyball ya wanawake kung'oa nanga rasmi humu nchini, timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers inaendelea na mazoezi hapa katika ukumbi wa Kasarani, lengo lao likiwa ni moja: kulitetea taji hili ambalo walipata fursa ya kuishinda nchini Yaounde, Cameroon mwaka wa 2023. Meldina Sande ni nahodha wa Malkia Strikers, anatueleza jinsi timu yake inajiandaa kwenye mashindano hayo. Unazungumziaje maandalizi ya kombe la volleyball kwa wanawake? Kwanza naweza sema maandalizi yamekuwa mazuri kwa sababu timu za Kenya zote zilikuwa zimemaliza tu mchuano wa league na immediately tukaingia camp, so fitness ya wachezaji haikuwa mbaya, so maandalizi yamekuwa mazuri, so coaches wamekuwa wanajaribu tu kuimarisha vile vitengo ambavyo ni vina matatizo kidogo, and hizo masiku zimebaki siku 10, tutaendelea kuimarisha, ndio wakati itafika wakati wa mchezo itakuwa rahisi. Mpaka sasa mnaendelea na mazoezi. Je, unahisi kwamba timu yako iko tayari kwenye mashindano haya? Yeah, tuko tayari. Nikizingatia kwamba we ni mchezaji ambaye umewahi cheza kwenye ligi ya humu nchini, lakini pia ukapata fursa ya kwenda ligi ya nje, kurudi humu nchini kutangamana na wachezaji ambao wengine wametoka kwenye ligi ya humu nchini, inakupa nini? Kitu naweza sema, kwanza Kenya tumebarikiwa sababu tuna wachezaji ambao wana uwezo tofauti. Ukikuja uone vile wachezaji wanacheza kwa ligi ya Kenya, utafurahia sana kwa sababu wachezaji chipukizi na wachezaji ambao wamekuwa pale, utaona like different talents kwa kila kitengo. Mara ya mwisho ya makala haya Kenya ilipata ushindi wa seti 3-0 dhidi ya Misri kule Yaounde, Cameroon. Mwaka huu mna malengo gani nyinyi kama Malkia Strikers, wewe ukiwa nahodha? Lengo ni moja, vile moto wetu inasema one team one mission. Lengo letu ni moja, so mission hiyo moja, ushindi. Kocha Geoffrey Omondi anaeleza jinsi timu yake Malkia Strikers inajiandaa kulitetea hili taji la bara Afrika. Shukran kabisa kocha Geoffrey Omondi kwa kutenga muda wako katika mahojiano haya na runinga ya KTN. Labda unatuelezaje kuhusu maandalizi ya kombe la bara Afrika kwa volleyball ya wanawake ambao unatarajiwa kuanza 23 Agosti mpaka Septemba 5? Maandalizi inaendelea vyema. Tunajaribu kunoa makali yetu kama timu ya Malkia Strikers na kunoa strategies zetu zile tutatumia wakati wa michuano inayokuja. Opponents wetu wanakuja wakiwa wakali, haitakuwa game rahisi, lakini tunajipanga kabisa. Mpaka sasa unahisi kwamba timu yako iko tayari kwenye mashindano haya? Timu iko tayari kabisa. Zile imebakia ni kidogo, vitu 2-3 za kurekebisha hapa na pale, lakini hata leo tukianza mchezo tuko tayari. Unazungumziaje ushirikiano wa wachezaji wako, ikizingatiwa kwamba wachezaji wengine wanacheza ligi ya nje ya nchi, lakini pia wengine wanacheza ligi ya nyumbani, kuja kwao pamoja, unazungumziaje hilo? Hiyo ndio maana tumekuwa na muda wa wiki 3 sasa kujiandaa. Tunatafuta ile kitu tunaita gelling kwa kimombo, ndio tunaweza kuingiana moja kwa moja, kwa sababu wachezaji wale wanatoka ng'ambo wanakuja na system nyingine, na wale tuko na hapa pia club zetu tunakuja na system nyingine. Kwa sasa tumeweza kuweka kwa system moja, ile ya timu ya taifa. Kwenye makala yaliyopita ya mashindano haya, timu yako iliweza kuipiga timu ya Misri seti 3-0 na kuibuka mshindi. Mwaka huu makala haya matarajio ni gani?
Matarajio ni haya tu, kwa sababu tunataka kwenda kwa mchezo ya Olimpiki, na njia ya kwenda kwa mchezo ya Olimpiki ni kushinda. So lazima tushinde mechi zetu zote, na hiyo ndio tunafanyia bidii na kazi kwamba tuweze kushinda mechi zote twende Olimpiki. Unawaambiaje wachezaji wako pamoja na mashabiki ambao watakuwa wanakufuatilia sana kwa karibu mashindano haya yatakapong'oa nanga? Mashabiki wetu tunawaomba mkuje kwa wingi kutusupport. Hii support yenu ni ya maana sana, itatusukuma zaidi. Na kwa wachezaji, huu ndio wakati. Huku siku zikihesabika tu kabla ya mchuano huu kung'oa nanga, timu hii ya Malkia Strikers ambao ni mabingwa mara 10 wa taji hili wanalenga kufika mpaka kwenye fainali na kuibuka washindi wa mashindano haya. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka ukumbi wa Kasarani, Menio Uma.